Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alladhi sharrafa al-anama bisahibi al-maqami al-a'la wa kammala al-wujuda bijudihi adla wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama, amma ba'd. Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehma na amani Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nishukuru nimepewa nafasi hii na shekhi wangu na mlezi wangu Sheikh Hassan Kabeke ya kuweza kufikisha katika jambo ambalo tumekusanyikana hapa kwa ajili ya jambo hili, na bila shaka tumekusanyikana pahala hapa ni pahala patukufu kwenye viwanja vitukufu, na tulimkusanyikia hapa ni bwana wa mabwana. Kwa hiyo kadri tutakapomueleza, kila mtu atakuja na ladha tofauti ya kumueleza Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na hii ndio siri aliyokuwa nayo yeye kutoka kwa nani? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Mimi nitafsiri tu baadhi ya abiyati zilizosomwa katika kasida hapa za al-Imamu Ali ibn Muhammad al-Habshi radhiallahu anhu. Ya sayyidi ya rasulallahi ya man lahu aljahu inda Allahi innal musiiina qad jaauka lidhambi yastaghfiruna Allah. Ya sayyidi, kwa yao ya mutakallim, ya sayyidi, yani bwana wangu mimi, yani hakuna katika ulimwengu huu bosi wa mabosi katika viumbe kumshinda Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndio maana akatuma yao ya mutakallim. Sikiliza wazee hawa wenye ilmu na takwa, au mashekha wa kurupuki na Sheikh Hassan, mambo kama haya kuyafanya, wana asli wa mwana gani waliyofanya kabla yetu sisi? Ya sayyidi ya rasulullah, bwana wangu mimi, mtume Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Tena amemnajia kwa ya unida lote mbili, ya sayyidi ya rasulullah, maana ni kitu kitukufu. Ya man lahu aljahu inda Allahi, kwa ufupi tuko na wakati, ambaye wewe Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama una daraja, una cheo mbele ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Yani hakuna kiumbe ambacho kina cheo kikubwa zaidi mbele ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kumshinda Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akasema Imam Ali ibn Muhammad al-Habshi radhiallahu anhu, innal musiiina qad jaauka, wakafu ya khitabi. Ila kwa kasida ikisomwa hapo inakuwa inaondolewa kwa sababu ya mahali, lakini pale imeandikwa qad jaauka, kama kule kwenye Qur'ani Allah aliposema kule kwamba wao wangedhulumu nafsi yako, afjauka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasul lawajadallaha tawwabar rahima. Tizama, kwa hiyo hajakurupuka shekhe huyu, ana asla vitu kama hivi. Kwa akasema innal musiiina, hakika wale wenye makosa, waliofanya makosa, kalijauka, wamekujilia wewe mtume. Kalijauka ya Muhammadun, mufradun alam, usema Muhammad wa Muhammad. Kalijauka ya Muhammadun, wamekujia wewe mtume Muhammad. Kivipi? Wale wenye makosa wamekujia wewe mtume, ufanye nini? Lidhambi, wamekujia Muhammad kwa daraja yako wewe, yastaghfirullah, wao na Mwenyezi Mungu, lakini kwa daraja yako wewe Mwenyezi Mungu afanya nini? Awasamehe, kama nilivyosema ile aya mwanzoni aliposema nani? Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo tumwambieni Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kwa mambo kama haya tunayoyafanya, tusione tupo kwenye makosa, tupo katika kheri kubwa sana. Na wale wanaowashambulia mashehe na kusema vitu tofauti, wasiwashambulie mashehe, watufuate sisi watoto wao. Tuna umri mdogo, hatuna chochote, lakini watufuate sisi, tutapata kuwafahamisha mambo kama haya. Abbas ibn Abdul Muttalib, nimalize shekhe. Abbas ibn Abdul Muttalib ambaye ni ammi yake Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alisema siku moja, wa anta, alipotumia dhamiri hii, pasina shaka anayeambiwa yupo katika sehemu hiyo. Yani wakati Abbas ibn Abdul Muttalib anasema maneno haya Bwana Mtume Muhammad
alikuwa yupo naye karibu, kama hapa tuko na Sheikh wa mkoa wa Mwanza, Sheikh Hassan Kabeki. Akasema Abbas hivi, wa anta, wewe Muhammad, wewe lamma ulita ashraqat al-ardu bi nuri nubuwati. Wewe Muhammad, lamma ulita, wakati ulipozalika, wakati ulipozaliwa, ashraqat al-ardu bi nuri nubuwa, ardhi ilitoa nuru ya utume. Ardhi ilitoa nuru ya utume, bimaana dunia ilipata mwangaza kwa kupitia bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi. Na hili msikilisha Amina mwenyewe, isnaje kueleza muda mfupi. Mama yake Mtume kathibitisha, na yeye mwenyewe Mtume kathibitisha, akithibitisha kama mama aliona nuru wakati anamsamia, aliona nuru. Swali Mtume. Sasa wewe unapozungumza uwe na mashiko, usikurupuke. Na ndio maana hapo tunafurahi, tunarusha bega, tunamsifu Mtume. Wamepita watu wengi, kuna mtu Labidi Sheikh, unajua Labidi Sheikh. Siku moja, mambo ni mengi. Siku moja nimalize Sheikh Safari. Labidi Sheikh alikuwa wakati wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wakati huo kabla hajasilimu alikuwa akiutukana Uislamu. Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, ya Rasulullah da'ni ukassira asnanahu, ya Rasulullah da'ni ukassira asnanahu. Labidi Umar anamwambia, Mtume, huyu bwana unamtukana Uislamu, hebu niache mimi nivunje meno yake. Alikuwa hana masahara Umar ibn al-Khattab, hana masahara. Niache ni ukassiru asnanahu, yani nivunje, yani ukassiru maana yake ni mara nyingi, takdirio, nivunje meno yote nitoe, sitafune chochote, hata uji ashinde kunywa. Asaliwe bwana Mtume Muhammad. Allahu akbar. Kwa nini? Akasema huyu anamtukana Uislamu kwa kutoa ufundi wake wa ushairi. Tukasema subiri, ipo siku anaje kunufaisha Uislamu. Kwa haraka alipoondoka bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bwana huyu aliingia katika Uislamu. Aliposilimu yeye ndio akawa na usifu nini? Uislamu kupitia mashairi yake. Tunaposoma shairi hapa tunakusudia kumfurahikia nani? Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.